Mwadhama Kardinali, washama askofu wakuu, washama askofu, waumini wote wa Kanisa Katoliki, wapendwa wanajamii wa Tanzania, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, asubuhi ya leo limepokea taarifa za masikitiko makubwa ya kuondokewa na mpendwa wao Baba Askofu Bernardin Mfumbusa, askofu wa jimbo la Kondoa, ambaye amefariki akiwa katika hospitali ya Benjamin Mkapa Dodoma alipokuwa akipatiwa matibabu mnamo saa 11:45 alfajiri asubuhi ya leo. Ni tukio la ghafla kwa sababu ni kweli alikuwa anapata matibabu ila kuanzia jana alipata tatizo la wanaita cardiac arrest asubuhi, na hiyo ndio ikapelekea hali yake kutokuwa nzuri, na akiwa uaskofuni kwake Kondoa akamkimbiza kwenye hospitali ya Benjamin Mkapa, ambako pia usiku walipomfikisha baadaye tena akapata cardiac arrest nyingine. Matibabu ya mwanzo yalionyesha matumaini, lakini ilipofika jana usiku hali ilizidi kuwa tete, na hata hiyo muda ukafika akawa ametuacha. Ni kwa masikitiko makubwa tumepoteza askofu kijana ambaye ana miaka 64, amezaliwa mwaka 1962. Kiuongozi ndio alikuwa tu ameanza, na amepewa askofu mwaka 2011 akiwa askofu mwanzilishi wa jimbo Katoliki la Kondoa, na hivi bado jimbo changa, na ameliacha akiwa analitumikia kwa moyo wake wote na nguvu zote. Kwa hiyo tunapenda kutoa taarifa hii kwa jamii yote, na tunapenda pia kuelezea kwamba kama Wakristo tunamwamini Mungu ambaye ndiye aliyetuumba sisi kwa sura na mfano wake, ambaye anatushirikisha maisha yake ya kimungu tukiwa hapa duniani kwa matendo yetu mema, na baada ya kudumu katika matendo mema, baada ya kufa anatushirikisha maisha yake ya uzima wa kimungu huko mbinguni milele yote. Kwa hivyo tupokee msiba huu wa majonzi makubwa, lakini ni msiba ambao tunapaswa kupokea kwa macho ya imani ya Kristo mfufuka. Tunaposherehekea sikukuu ya Pasaka na kukumbuka maadhimisho ya Pasaka, tukumbuke pia ni katika ufufuko Bwana wetu Yesu Kristo ametuhakikishia kwamba kifo si mwisho wa maisha, ni hatua moja kuelekea maisha ya uzima wa milele.